الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. صدق الله العظيم. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu mtukufu wa umma, si mwingine ni Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tumshukuruni Allah ambaye ametuwezesha wachache miongoni mwa wengi kuweza kufika eneo adhimu, eneo takatifu kwa ajili ya kuyatekeleza maamrisho yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ufikaji wetu si kwa sababu sisi ni wachaji Mungu sana, ama ni kwa sababu ya uwezo wetu ama nguvu zetu ama fikra zetu, isipokuwa ni kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi hapana budi kupeleka shukrani za dhati kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, japo ni kwa uchache, kwa kusema alhamdulillah rabbil alamin. Ahbabi Rasulillah, awalan usikum wa tanbihan bi taqwallahi azza wa jalla. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kwanza ninalohusia, vile vile kuhusia nafsi yangu, ni katika swala zima la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani takwa ndiyo ambayo itatusababisha tuweze kufanikiwa katika maisha ya duniani, na vile vile takwa ndiyo ambayo itatusababisha sisi tuweze kufaulu maisha ya akhera. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa wachaji. Ndugu
kukumbushana ni kuhusiana na neema ambazo mwanadamu ameweza kupewa na Allah, ama ni fursa ambazo mwanadamu ameweza kupewa na Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kuzitumia vizuri, na kinyume chake ukatumia fursa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika njia ambayo sio sahihi, hakika ya mwanadamu atakuwa ni mwenye kupata hasara. Na hizi fursa ama neema zipo njia mbili. Kuna kuwa nayo, alafu njia nyingine ni kutoweka. Kwa hiyo wakati Allah amekujalia, unatakikana uweze kutumia vizuri fursa ambayo Allah amekupa, uweze kuitumia vizuri katika njia ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuiamisha. Na tukaelezea maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mwanadamu anatakikana katika mambo matano, iwapo atakuwa nayo aweze kufaidika nayo. Fursa hizi tano, mimi na wewe, Allah subhanahu wa ta'ala akiweza kukujalia, watakikana uweze kufaidika nazo, kuzitumia vizuri. Na kutotumia vizuri ni moja ya sababu ya kupelekea wewe kupata adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anatuelezea ndani ya Qur'ani, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Allah anasema wasidhanie, wasifikirie wale ambao wamekufuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wasidhanie wale wanaokufuru fursa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo amewapa, wakaacha kuitumia katika njia sahihi, wakatumia katika njia ya kumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Annama numli lahu khairun li anfusihim, kwamba hakika si jenginevyo sisi kwa kule kuwapa muda tukawachelewesha, wasifikirie katika maisha yao kwamba ni kheri kwao. Allah amekupa uzima, Allah amekupa neema ya kipato, lakini kipato chako kikawa kinaisha katika njia ambayo kwamba ni ya haramu. Ikawa kazi yako ni kubadilisha tu wanawake, ikawa kazi yako ni kubadilisha gesti, ikawa kazi yako ni kubadilisha vilabu, ikawa kazi yako ni kubadilisha tufaa, leo uko huku, kesho uko huku. Gesti zote unazifahamu, iliyokuwa na huduma nzuri na ambayo haina huduma nzuri. Kwa hiyo usidhanie kwa kule kukufuru, kwa kuchezea neema ambayo Allah amekupa, ukao uko hai ukadhania kwamba ni kheri kwa wewe. Allah anasema innama numli lahum liyazdadu
waweze kuzidisha katika ulimwengu, wazidishe madhambi, yaani wawe ni watu kila siku wa kumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah amekupa akili, amekupa ufahamu na akakuwekea taratibu na sheria kwamba wewe umeumbwa, lengo ni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuyatekeleza yale ambayo Allah anayapenda, Allah anayaridhia. Wewe unamwambia Mwenyezi Mungu, njia hiyo mimi sitaki. Kwa hiyo Allah anakuchelewesha ili uzidishe madhambi, ili uzidishe makosa. Baada ya kuzidisha makosa, baada ya kuzidisha madhambi, kisha Allah anatuambia wala adhabu muhimu siku ya Kiyama. Tambua kama ulicheza ukaacha kutumia vizuri fursa ambayo amekupa Allah, una pesa ukazitumia vibaya ukafa, Allah anasema wala adhabu muhimu, wao watakuwa na adhabu chungu, adhabu kali, adhabu yenye kuumiza. Kwa hiyo ni wajibu wetu Waislamu tuweze kubadilika. Fursa, neema, muda ambao ametupa Allah tusiuchezee, kwa sababu baada ya maisha ya duniani kuna maisha mengine. Lakini kama imani yako ni dhaifu, unaona kwamba aliyekufa kafa, hakuna tena maisha mengine, maisha ni haya haya duniani, cheza. Lakini ukifa sasa, ndio utajuta, ndio utaomba kwa Mwenyezi Mungu, lao upewe dakika 2, dakika 5, muda mchache urejeshwe duniani kufanya matendo mema, na nafasi hiyo hakuna tena. Kwa hiyo tunakumbushana Waislamu, kila mmoja atumie fursa ambayo amepewa na Allah katika njia sahihi. Uzima wako utumie katika kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Una mali zako zitumie katika kumtumikia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Una nguvu zako ziishe katika kumtumikia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukifanya hivyo utaweza kupata amani ama usalama kwa Mwenyezi Mungu. Kinyume na hivyo usitarajie amani. Kitakachofuata ni adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuepushe na hilo. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza katika maneno yake ya kusema ya kwamba ikhtanimu khamsan qabla khams. Mwanadamu, mimi na wewe tuliwekewa sheria na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sheria hizo tuweze kuzifuata. Mtume anasema faidika, neemeka na mambo matano kabla hujafikwa na mambo matano. Ukiwa na mambo matano hayo, unatakikana uweze kufaidika nayo. Jambo la kwanza, shababaka qabla haramika, ujana wako kabla hujafikia utu uzima. Na siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamuuliza mwanadamu ujana wake ameumaliza vipi, ujana wake ameutumikia vipi. Na tunaambiwa ashabab
majnun. Ujana ni nusu ya uenda wazimu. Haya maneno ukiyachukulia juu tu hivi hivi, huwezi kuona uenda wazimu wake mpaka utafakari. Leo kijana tukianza kuelezea kwamba ni nusu ya uenda wazimu, anaweza kutoka hapa mpaka mji mwingine. Tufuate mwanamke tu. Sasa ni uenda wazimu, sio uenda wazimu? Wewe mtu mzima hapo ulipo, huwezi kunyanyua mguu wako, japo wapo watu wazima wengine wanaojifanya hawataki kuzeeka. Kijana anaweza kufanya tukio ama jambo ambalo tukio kiliangazia, huyu bwana huyu kwa jambo hili sio huyu, au kaomba watu wanakimbilia huko. Kijana kutoa milioni 1,500,000 akampa msichana kwa kijepesi. Kijana kumpakia mwanamke asimchanishe shilingi nyepesi, akishuka kweli hapo, sio na wasiwasi. Kwanza ujana wako wewe, kijana mwenzangu, ujana unaumaliza vipi? Lau Allah subhanahu wa ta'ala anachukua roho yako ndani ya muda huu, ujana wako unafikia, umemtumikia vipi katika kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Wengi kwenye ujana hapo tumefeli pande zote mbili, si mwanamume si mwanamke. Yawezekana ni mke ameletewa posa, anataka kuolewa, anasema mimi bado nataka niwe ujana. Leo alikuwepo Nasani, kesho Juma, kesho Athmani, kesho huyu, katika hali kama hii. Na vijana nao wapo, baadhi yao akiambiwa na ana uwezo, akwambia bado nipo na kula ujana kwanza. Lakini ujana huo ambao anaula, ina maana ni katika njia ya kumwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema ujana huu watakikana kufaidiki nao. Usicheze katika ujana mpaka utafikia utu uzima, hata kurukuu huwezi, kuitidali mtihani, waja kuleta fujo msikitini, waangania maiki watakaoadhini wewe, mitihani hiyo. Ukimsema ugomvi wakati wa ujana, anachezea. Kwa hiyo sana sisi tunatakikana tuutumie ujana wetu kabla hatujafikia utu uzima. Leo ukiangalia misikiti mingi, vijana ambao ni wenye kufanya ibada, na wahesabu fulani, ndio hawa kuna simu. Wengine wote wako busy na maisha ya dunia, kukimbizana dunia, kila siku mipango haijakaa vizuri. Mwambie twende msikitini, ngoja kidogo na mipango yako inaenda vizuri. Misikitini ni wazee, vijana hawataka kufanya ibada. Kwa hiyo tutumie ujana wetu vizuri, hata ifikie wakati sasa mtu mzima kurukuu huwezi, kusujudu huwezi, waswali kitandani, Mungu anakulipa ujira ambao kwamba ulikuwa unaupata wakati wa ujana wako. Sio umecheza
Jambo la pili, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alilotuambia tufaidike nalo, wasihataka, uzima. La kwanza tumeambiwa ujana, bimaana ukiwa kijana mbeleni kuna utu uzima utakufika. Kwa hiyo huu ujana huu watakikana ufaidike nao. Jambo la pili, wasihataka, uzima wako, afya, kabla sakali, kabla hujapatwa na maradhi. Yawezekana Allah akaja kukupa mtihani, ikawa wewe kuhimili kuzuia mkojo ndani ya dakika 5 huwezi, dakika 1 chooni, sekunde 30 chooni, au siku ndio Allah amekupa mtihani. Sasa upo kitandani, haja zote ni hapo hapo, ulicheza wakati wa uzima. Ndio bana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akasema katika maneno yake, neematani makhbulun fihi ma kathiru minan nas, as-siha wal faragh. Neema mbili wanadamu wengi ni wenye kughafilika kuzitumia vizuri neema hizo, as-siha wal faragh, afya, uzima na muda ambao wamepewa. Leo kijana kupoteza muda kukaa msikitini, hana muda huo. Sina kuwahi msikitini asikilize maneno ya Allah, muda huo hana. Lakini ngoja kwanza kitu tunachokuwa simapewa matangazo ya Simba na Yanga leo, hayatuwaone sasa, muda hatakuwa nao. Wengine tutaomba ruhusa za kuomba kazini, kumbe tu kwa sababu ya Simba na Yanga. Kwa hiyo Mtume anatuambia neema hizi wanadamu wengi wameghafilika nazo kuzitumia vizuri. Wamepewa neema na zichezea, ana afya anatumia vibaya, ana muda anaupoteza tu. Pindakuta yuko maskani, kazi yake ni kubishana, hiki ni kikombe, hiki sio kikombe. Kwa nini sio kikombe? Hakina mkono, ni ubishi na ushaweko. Kwa hiyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia wasihataka, tumia vizuri ama faidika wakati kuna uzima, kuna afya. Waweza kupaliwa na mate kikawa kiingii kitu chochote ndani ya kinywa, lakini mwanadamu akiwa ni mzima anaongea, basi wamkuta anaongea bila kuchunga mipaka, kwa sababu anajiona kwamba yeye ana afya, ni mzima. Lakini kumbe unaweza ukashuka kidogo tu ukapoteza watu wengi na ukafa. Sasa haya bila kuyafikiria kwa jicho la tatu huwezi kuyaona. Haya bila kuyafikiria kwa akili ya ziada huwezi kuyaona. Lakini kama ufikiri utaona kawaida. Wa khinaka qabla faqrika. Vile vile Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo la tatu anatuambia tufaidike na utajiri wetu, vipato vyetu ambavyo Allah ameweza kutupa, kabla faqri,
kabla kuja kuwafukara hazijaondoka. Umepata 100,000, usione hasara kutoa shilingi 10,000 kwa ajili ya Mungu. Baadhi yetu twafanya kazi serikalini, wengine mapolisi, wengine wahasibu, wengine sijui meneja wa nini, analipa zaidi ya 500,000, zaidi ya milioni, lakini kutoa ile 11,000, 200,000 paketi yake, akiambiwa hebu toa 1,000,000 kwa ajili ya Allah, utakavyomsikia akilalamika, milioni yote hiyo ana 10 zipo ndani, hazioni nyingi, lakini kile anataka kukitoa ndio anakiona kingi. 1,000,000 pa 10,000,000, hii moja inakuwa nyingi, 10 zinakuwa chache. Thumma latusaluna yawma idhin anil na'im, Allah ataenda kuuliza hizo pesa zako, kipato chako alichokupa Allah, ulifaidika nacho vipi? Ulikitumia vipi? Unaonaje hasara mwanadamu? Umepewa hela zaidi ya milioni 10, zaidi ya milioni umeweka ndani tu, lakini unaona hasara kutumia milioni 1. Mwalimu wa shule unapewa zaidi ya 5,000, lakini 10,000 waona hasara na maneno ya kutoka. Kiambapo toa 10,000 kwa ajili ya dini, sikaa dini siku hizi yauzwa bwana. Hii mpya hii. Masayo Omar sio sahaba, hakutoa pesa. Wa hayataka kabla mauti wa farahaka kabla mauti. Ndugu zangu Waislamu, muda umetupa mkono. Kuwa tumwombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una